Thamani ya D-Voice kwenye lebo ya Wasafi imeshashuka. Sasa takwimu zikoje? Kwa sasa mwendelezo wa ufanyaji kazi kati ya Jux na Diamond sio mbaya, wanafanya kazi vizuri na wana combination nzuri, lakini moja kwa moja imeshaonekana na imetengeneza taswira mbaya kwa mashabiki na hata ndani ya lebo. D-Voice hawezi akajisikia vizuri moja kwa moja kwamba alitegemea kwamba apate support ya kutosha, lakini hata kwenye issue ya kufanya kolabo unaweza kujiuliza kwamba D-Voice ana kolabo ngapi na Diamond, lakini cha ajabu mpaka hivi sasa hakuna kolabo ambayo imekuwa ni strong kolabo kati ya D-Voice na Diamond. Na ukiangalia kwa msanii ambaye hajasaini kwenye lebo ya Wasafi ambaye ni Jux, hata kama brandi zinatofautiana Jux na D-Voice, Jux brand yake ni kubwa na Diamond anaweza akagaini mashabiki kwa Jux, lakini pia inaweza kuwa ni changamoto kwa Diamond kugaini mashabiki kwa D-Voice, lakini fahamike D-Voice ni msanii halali kabisa wa WCB. Sasa pengine tulitegemea kwamba support kuanzia kwenye issue ya promotion na hata ufanyaji kazi kwenye issue ya collaboration. Wakina Rayvanny, wakina Harmonize walikuwa ni wakubwa sana miaka ya nyuma kipindi ambacho lebo ya Wasafi inakuwa, kwa sababu walikuwa na kolabo nyingi sana na Diamond. Tukifuatilia hiyo ni rekodi ambayo inajulikana, lakini kwa sasa je, hawa wasanii wapya, nikiwa nazungumza pia kwa upande wa D-Voice, je, ana ngoma ngapi na Diamond? Zuchu nakumbuka mpaka hivi sasa ana almost zaidi ya ngoma 5 ambazo kazifanya yeye na Diamond, na ndio maana kwa asilimia kubwa Zuchu leo hii ni msanii mkubwa. Sasa ni issue ambayo imeshakuwa ni kawaida. Ukimwangalia kwa Lava Lava, nenda kwa Mbosso na hata wasanii wote kama Rayvanny na Harmonize ambao walisha kupita kwenye lebo ya Wasafi walikuwa na ngoma nyingi sana na Diamond. Sasa leo hii shida ni nini kwa msanii D-Voice? Hata kama labda ndo msanii wa singeli, lakini hawezi akajisikia vizuri. Yeye ni binadamu, ana moyo, anaumia. Sasa inaonekana moja kwa moja kwamba Jux anapendelewa na Diamond, na hata mwenyewe pia D-Voice ni lazima aelewe kwamba kwa sasa anafanya kazi na Diamond, lakini moyo wa Diamond haupo kwa D-Voice. Yani imefikia hatua kwamba D-Voice anafanya project zake na anafanya ngoma kali, lakini kusapotiwa vilivyo kama Jux anavyosapotiwa ni vitu tofauti. Kwa hiyo nafikiri ni issue ambayo Diamond inabidi akae chini atafakari na angalie kwamba anabageni vipi issue ya branding ya msanii wake, kwa sababu anapoteza muda mwingi sana kumbrandi Jux, kumpa mashabiki Jux, akati tayari ana msanii wake ambaye inabidi amfikishe kwenye sehemu fulani. Kama wengine kina Harmonize, kina Rayvanny alijitahidi sana kufanya nao collabo na alipambana sana kwenye issue ya branding, lakini nashangaa sana kwa D-Voice imekuwa tofauti. Sasa naamini kwamba hata wasanii wengine ambao walizungumza kabla ya mwezi wa 6 atawatambulisha, it means kwamba bado kutakuwa na changamoto hiyo ambayo kwa sasa inaendelea. Nafikiri kwanza aachane na Jux kwanza kwenye issue ya ufanyaji kazi, alafu adili kwanza na wasanii wake wa kwenye lebo. Issue ya Jux hatukatai, wana chemistry nzuri, lakini imeshakuwa ni too much sana. Diamond ana base sana na Jux kuliko hata msanii wake D-Voice. Nafikiri issue imenyooka, maelezo lula. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media.